Hello wadau wetu wa KingoFarm. Makala iliyopita tuliangalia ni vyakula gani ambavyo ukitengeneza vizuri kabisa kuku wako wa kienyeji wataweza kutaga vizuri. Lakini kwenye ile makala nilieleza kuwa pia kuna booster za asili au kuna mimea ambayo utakuwa unawapa ili kuku hawa pia watage vizuri. Unapowapa chakula kile ambacho wanakula, basi na kwenye maji yao unaweka zile booster au vile vitu ambavyo vinaenda kuchochea sasa uzalishwaji na utengenezwaji wa mayai. Sasa leo hii nitakutajia mimea 10 ambayo kama wewe ni mfugaji wa kuku wa kienyeji, baada ya kutengeneza vizuri chakula chako ambacho kama unashindwa kutengeneza, tulikushauri ununue kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji. Kina formula ambayo kuku wanataga mayai mengi. Hicho kitabu ni 10,000 tu. Ukiwatengenezea ile formula iliyopo mle, kuku wako watataga mayai mengi sana. Lakini pia kwa wale ambao wana kile kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kile nacho pia kina formula ambayo kama ukiwatengenezea vizuri kuku wanataga sana. Lakini utakapokuwa ukitumia hizi formula, basi na kukumbusha usisahau kuacha kutumia mimea hii ambayo nitakutajia leo hii. Nitakutajia mimea 10 ambayo inapatikana maeneo yote, yani hakuna sehemu ambapo haipatikani. Maeneo yote ya hapa nchini kwetu, nadhani hata kwenye nchi nyingine, basi hii mimea inapatikana kwa urahisi kabisa, tena bila kutumia gharama yoyote ile. Na kama utatumia gharama, basi ni gharama kidogo sana utaitumia kununua na utapata matokeo mazuri. Mmea wa kwanza ni beetroot. Beetroot ni kile kiazi damu. Maeneo mengine wanaita kiazi damu, ni kile kiazi ambacho huwa wanakitumia watu kwa ajili ya kuongeza damu. Ukitumia beetroot kwa kuku wa kienyeji, huwa wanataga mayai bora kabisa. Yanakuwa mayai mazuri, yana gamba gumu makubwa na wanataga mfululizo kama utakuwa ukiwapa chakula bora. Lakini kitu cha pili ni toto la ndizi. Toto la ndizi ni ule moyo wa kwenye ndizi. Ukiwa unawasagia, unaweka kwenye maji yao ya kunywa au unakausha unaweka kwenye chakula chao, basi kuku wa kienyeji pia watataga mayai mengi. Na majani mengine ni majani ya maboga. Majani ya maboga ya aina yoyote ile. Ukitumia yale majani yake kusaga kisha kuweka kwenye maji, basi utagaji huwa unaongezeka na mayai yao huwa yanakuwa ni imara, ni mazuri, yana gamba gumu, yanakuwa mazuri kabisa. Na mmea mwingine wa 4 ni majani ya mchicha. Majani ya mchicha nadhani kila mtu anayajua, ni mchicha aina yoyote ile. Ukiwa unasaga unaweka kwenye maji yao, utagaji pia huwa unapanda. Lakini mmea mwingine ambao unaweza kuutumia ni majani ya mlonge. Sasa huu mlonge haupatikani maeneo mengi, na kwa maeneo ambapo utakuwa umekosa huu mlonge, basi nakushauri tumia yale majani ya lusina au wanaita msonobari, na upo vizuri sana. Kama eneo ulipo hakuna mlonge, tafuta msonobari au lusina utumie. Lakini pia mmea mwingine ambao utakusaidia ni majani ya mpapai. Majani ya mpapai yatakusaidia kuchochea utagaji, kwa sababu wakati mwingine kuku wa kienyeji huwa hawatagi vizuri, wanakuaga na minyoo. Na ni ngumu sana wewe kujua kama wa kuku wana minyoo. Sasa ukiwapa yale majani ya mpapai, huwa yanaenda kuondoa kama kuna minyoo, kuna magonjwa mbalimbali, waga yana uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa hayo. Kwa hiyo ukiwapa yale majani ya mpapai, yana uwezo mkubwa wa kupambana na magonjwa, lakini vile vile yanaongeza madini na virutubisho mbalimbali ambavyo vinasaidia utengenezaji wa mayai. Ukija mmea mwingine ambao utakusaidia ni vitunguu saumu. Vitunguu saumu vinafanya kuku watage mayai mengi sana. Mayai mengi tena makubwa ambayo yana viini viwili ukiwa unawapa vitunguu saumu. Na kitu kingine ambacho kitakusaidia ni tangawizi. Tangawizi pia inachochea utagaji wa mayai kwa kiwango kikubwa sana. Na mmea mwingine ambao unaweza kukusaidia ni carrot. Carrot zinaongeza vitamini A, zina vitamini A nyingi sana. Na kuku ili watage wanahitaji vitamini kwa wingi. Kwa hiyo ukiwa unawapa pia carrot, kuku wako watakuwa wanataga vizuri tena mayai ambayo yana kiini cha njano. Na kitu kingine cha kuongezea ambacho unaweza kukitumia ili kuboost utagaji wa mayai ni apple cider vinegar. Apple cider vinegar hii inapatikana supermarket. Unaweza ukainunua supermarket ukawa unaitumia. Hii apple cider vinegar huwa ni tiba ya ile homa ya matumbo au minyoo. Ina uwezo wa kutibu kabisa minyoo pamoja na homa ya matumbo. Lakini vile vile ina boost utagaji wa mayai. Na kitu kingine pia cha kuongezea ambacho kama unacho unaweza kukitumia ili kuku wako waweze kutaga ni majani ya mwembe. Ukipata sehemu ambayo ina majani ya mwembe, yatumie vizuri sana kuboost utagaji wa kuku. Kwa hiyo kuna mimea mingi sana ambayo inapatikana kwenye mazingira ya kawaida, lakini ina uwezo mkubwa sana kwenye kuchochea utagaji wa mayai. Hiyo ni mimea ambayo kama utaitumia vizuri, utafuata ratiba nzuri. Kuna ratiba nzuri ya kuifuata. Kwa wale ambao wana kitabu chetu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili,
Nadhani mle wanaona kuna ratiba. Ile ratiba ya kuwapa hizi booster ukiipangilia vizuri, kuku wako watataga mayai mengi sana. Sio tu kienyeji, hata chotara. Ukifuata ile ratiba vizuri kabisa ya kuwa boost kila siku kwa kutumia mimea tu. Wala utumie booster ya dukani. Tumia hii mimea niliyokutajia kwa kuwa boost wale kuku ili waongeze uzalishaji wa mayai na watage mayai mengi. Kitabu hiki cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili kinauzwa shilingi 10,000 tu. Ukilipia tu unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp na unaenda kutengeneza ratiba yako nzuri kabisa ya kuwapa kuku wako booster za asili, kwa sababu mle kumeelekeza labda Jumatatu ni wape booster fulani, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Na kile kitabu uzuri wake kina pande mbili. Upande wa kwanza ni upande kama unamboost kuku wako awe na nyama nyingi, utamboost kwa kutumia booster gani za asili. Tumeweka na formula ya chakula ya kukitumia. Utakuwa unatumia formula hii na booster hizi kila siku ili kuku wako awe na uzito mkubwa. Lakini ukienda kwenye upande wa pili, tumeweka namna ambavyo utaweza kuboost utagaji wa mayai. Formula ya chakula pamoja na ratiba nzima ya kuwapa booster zile za kuweka kwenye maji au mimea mbalimbali ambayo itasaidia ile formula iweze kufanya kazi vizuri na kuku waweze kutaga mayai mengi. Kwa hiyo kile kitabu ni kizuri sana 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 kwa wewe mdau ambaye unapenda kufuga kwa kutumia tiba za asili. Kile kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili kitakufaa sana, na kimekupa ratiba, vipimo, kila kitu. Na ukitumia kwa muda wa siku 7 tu, yani ile wiki ya kwanza, utakuwa ushaona matokeo makubwa sana. Tuna vitabu vingi sana ambavyo vinaelekeza kutengeneza madawa ya asili pamoja na kutengeneza chakula kwa kutumia malighafi zinazopatikana kwenye mazingira ya kawaida. Tuna kitabu cha tiba za asili, hiki nacho ni shilingi 10,000 tu. Kina tiba na kinga za magonjwa yote pamoja na chanjo mbalimbali za asili. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Pia tuna formula mbalimbali kama kuku wako wamesimama kutaga au kuku wako wamedumaa. Tuna formula ambazo ni soft copy. Hivi vitabu vyote ni soft copy. Ukihitaji unalipia shilingi 10,000 kwa kila kitabu. Tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp na unaweza kutatua changamoto yako au kuweza kuongeza ujuzi au uelewa mbalimbali kuhusiana na namna ya kuwahudumia kuku. Vitabu vina miongozo yote ya kuwafuga kuku kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa. Kila kitu kimeandikwa kwenye hivyo vitabu. Vitabu vipo 5. Kila kitabu ni 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo. Ili kundi la mafunzo ada yake ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia shilingi 8,000 tunakuunga kwenye kundi, unapata darasa la uleaji wa vifaranga hususani kwa kutumia tiba au vitu mbalimbali vya asili, kuwa boost, kufanyaje, kuwatibia na kadhalika. Utaona mambo mengi kwenye hili kundi. Utaona jinsi ambavyo sisi tunatumia mimea mbalimbali kwa kuwafugia kuku na tunapata matokeo chanya. Hili kundi ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Utaweza kuuliza pia maswali na utajibiwa. Kama unahitaji ushauri, ukijiunga na hili kundi utapata ushauri, utauliza maswali na utapata darasa kwa ada ya 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Kama unahitaji hizi huduma, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.